Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Qatar imeiambia Iran kwamba wao sio maadui na hata nchi za kikanda sio maadui na kwamba wanapaswa kurejea katika diplomasia. Waziri wa mambo ya nje wa Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaif ameitaka Iran kutambua kwamba majirani zake wa Ghuba sio maadui zake na ameomba kwamba wanapaswa kukaa mezani na kuzungumza kidiplomasia kutokana na mashambulizi ya IRGC ambayo yanazikumba nchi za Ghuba. Al Khulaif alisema kuwa mashambulizi ya Iran dhidi ya majirani zake wa kikanda hayaleti faida kwa mtu yeyote na kutoa wito wa kupunguzwa kikamilifu kwa uhasama katika Mashariki ya Kati. Aidha, amezitaka Iran na Marekani kurejea kwenye meza ya mazungumzo ili kupata suluhu la upatanishi. Nchi za eneo si adui wa Iran na wa Iran waelewe wazo hilo, aliongeza waziri huyo, lakini pia akisema kuwa Qatar bado ina wasiwasi sana na inalaani kwa masharti makali mashambulizi dhidi ya nchi hiyo, akieleza kama sio kwa ya haki na ukiukwaji wa moja kwa moja wa uhuru wa Qatar. Iran imelipiza kisasi mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel ya Februari 28 kwa kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani kwa majirani zake katika eneo la Ghuba, zikilenga awamu za kijeshi za Marekani, kuharibu miundombinu na kuvuruga vibaya uchumi wa eneo hilo unaoendeshwa kwa nishati. Matamshi ya waziri wa mambo ya kigeni Al Khulaif yana uzito maalum kutokana na historia ya Qatar kama mpatanishi katika eneo hilo. Kwa miaka mingi Doha imetumika kama njia muhimu kati ya Iran na Magharibi, na ilikuwa diplomasia ya Qatar pamoja na Oman ambayo ilifanya kazi kwa bidii kuzuia mzozo huo sasa unakumba eneo hilo. Hata hivyo, wakati huu mambo yanaonekana kuwa mabaya zaidi. Hivi karibuni vyombo vya usalama vya Qatar vimetangaza kukamatwa kwa washukiwa 10 wanaohusishwa na mashambulizi mawili wanaoaminika kuwa na seli mbili zinazoaminika kufanya kazi kwa niaba ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, baadhi yao wakidaiwa kuwa na kazi ya kufanya ujasusi katika vituo vya kijeshi muhimu, wengine wakipewa kazi ya hujuma. Kuhusu suala la usambazaji wa nishati duniani, waziri huyu alisema mzozo huo unatoa wito wa suluhisho la kimataifa ili kuweka nishati katika mlango bahari wa Hormuz ambapo traffic imetatizwa sana. Alieleza uhuru wa kutembea kama muhimu sana. Waziri Mkuu wa Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani alipiga simu kwa Tehran katika siku za hivi karibuni akitaka Iran kusitisha mashambulizi yake dhidi ya nchi jirani. Qatar pia inasalia katika mawasiliano na maafisa wa Marekani ili kutekeleza usitishaji vita, ikisisitiza kujitolea kwake kutatua migogoro kwa njia za amani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia ili uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu. Kupitia The World News utaweza kujua ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.